Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imekilima barua Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema akiwataka waitishe kikao kingine cha Baraza Kuu la Taifa kujaza nafasi za viongozi zilizokuwa wazi kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa kwa mujibu wa katiba na kanuni za Chadema. Aidha, ameelekeza baada ya kukamilisha hilo chama hicho kiwasilishe taarifa kwake msajili kwa mujibu wa sheria. Taarifa zinaeleza kuwa msajili amefanya uamuzi huo baada ya kupokea malalamiko ya mwanachama wa Chadema Lemris Mchome ya Machi 15 Machi 2025 kulalamika uhalali wa kikao chenu cha Baraza Kuu la Taifa cha Januari 22, 2025. Taarifa zinaeleza kuwa msajili amefanyia kazi malalamiko na kubaini kuwa malalamiko yake ni ya kweli kwamba kikao cha Baraza Kuu la Taifa Chadema kilichofanyika Januari 22, 2025 kilikuwa batili kwa sababu kilikuwa hakina akidi inayotakiwa kwa mujibu wa katiba ya Chadema ya mwaka 2006 toleo la 2019. Aidha, amesema hata kama kikao hicho kingekuwa halali, uthibitishaji viongozi uliofanywa na kikao hicho ilikuwa batili kwa sababu watu ambao sio wajumbe wa kikao hicho walikuwa ndani ya ukumbi na baadhi walipiga kura. Lakini vile vile kwenye taarifa nyingine kutoka ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema zinaeleza kuwa naibu katibu mkuu bara Chadema Amani Golugwa amekamatwa na jeshi la polisi usiku wa kuamkia leo akiwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Golugwa alikuwa akisafiri kuelekea Ubelgiji kukiwakilisha chama katika mkutano wa kimataifa wa International Democracy Union IDU unaotarajiwa kuanzia rasmi kesho Mei 14, 2025. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na viongozi wa chama hicho, Golugwa alikamatwa ghafla na askari wa jeshi la polisi kabla ya kuingia kwenye ndege ya shirika la Turkish Airlines. Uongozi wa shirika hilo la ndege umeeleza kuwa hajafanikiwa kusafiri. Taarifa za awali zinaeleza kuwa kiongozi huyo amepigwa vibaya wakati wa kukamatwa na hadi sasa hajulikani alipo, simu zake zote hazipatikani, hali inayozua wasiwasi juu ya usalama wake na hali yake. Hata hivyo, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam imetoa taarifa kwa umma kuwa tarehe 13 ya mwezi wa 5 majira ya saa 6:45 usiku katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere lango namba 3 Terminal 3 lilimkamata Amani Golugwa, naibu katibu mkuu Tanzania bara wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, akiwa katika maandalizi ya kusafiri kuelekea Brussels nchini Ubelgiji. Jeshi la polisi lilimkamata naibu katibu mkuu huyo kufuatia taarifa za siri kuwa amekuwa na mienendo ya kuondoka na kurudi nchini bila kufuata taratibu za kisheria hapa nchini. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea na uchunguzi wa kina wa taarifa hizi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama kuhusu swala hilo. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa watulivu wakati uchunguzi ukiendelea na kupuuzwa kwa taarifa za upotoshaji kuhusu hatua hizi za kisheria zinazomhusu mtajwa. Taarifa hiyo imetolewa na kaimu kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam.